Now let's talk about financial independence. Sasa tuzungumzie kuhusu kujitegemea kifedha, financial independence. Inawezekana kabisa kuwa tajiri kabla ya kufikia umri wa miaka 35 au 40 ikiwa tu utakuwa na mpango sahihi pamoja na nidhamu ya kifedha. Na kwa wale wenye umakini mkubwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi mapema, wanaweza kufanikisha hilo hata kabla ya muda wao kufika. Kama ambavyo mimi nilipata nafasi ya kufikia uhuru wa kifedha katika umri mdogo zaidi. Nataka nikuonyeshe jinsi nilivyofanikiwa kufikia kujitegemea kifedha, au kama mimi ninavyopenda kuliita uhuru wa kifedha. Nimechagua kutumia neno hili kwa makusudi kabisa kwa sababu watu wengi huwa na hisia tofauti wanaposikia neno kama kuwa tajiri au kuwa na mali nyingi. Wengine huwa wanahisi kama vile ni maneno makali sana au ni maneno yanayobeba maana nzito sana. Hata mimi binafsi niliwahi kukutana na changamoto kidogo kuhusiana na jambo hili. Nilikuwa najiuliza, ni lipi neno sahihi kulisema? Kuwa tajiri au kuwa na mali nyingi? Lakini nikaja kugundua kwamba labda maneno haya yote mawili yanaweza kuwa na uzito fulani au kuwa na tafsiri tofauti kwa watu mbalimbali. Na ndio maana nikachagua neno ambalo linaeleweka vizuri na lisilokuwa na pressure kubwa sana: uhuru wa kifedha, financial independence, uwezo wa kujitegemea kifedha. Sasa nitakupatia maana ya kujitegemea kifedha. Kujitegemea kifedha ni uwezo wa kuishi maisha yako kwa kutumia mapato yanayotokana na mali zako binafsi. Hata hivyo, kiwango hiki kinategemeana na aina ya maisha unayotaka kuishi. Kwa mfano, kuna mtu anaweza kahitaji shilingi 500,000 hadi shilingi 800,000 kwa ajili ya matumizi yake kwa mwezi mzima. Mwingine anaweza kahitaji milioni 10 hadi milioni 13 kwa ajili ya matumizi ya mwezi mzima. Mwingine pia anaweza kahitaji milioni 27 kwa ajili ya matumizi yake kwa mwezi mzima. Na wapo wengine ambao wanaweza kahitaji kiasi kikubwa zaidi, karibia milioni 200 kwa ajili ya matumizi ya mwezi mzima, kulingana tu na maisha ambayo yeye anatamani kuyaishi. Lakini jambo la msingi si kiasi cha pesa. Jambo la msingi ni chanzo chake, chanzo cha pesa hiyo. Kiasi chochote kile cha fedha unachohitaji ili kuishi, ikiwa kinatokana na mapato ya mali zako binafsi, hapo ndipo ninaweza kusema kwamba umefikia uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha ni pale ambapo unaweza kuishi kwa kutumia mapato yanayotokana na mali zako binafsi bila kutegemea watu wengine. Na nitakuonyesha jinsi ya kufanikisha hilo. Ikiwa unaanza na umri wa miaka 15, unajua kutoka umri wa miaka 15 hadi miaka 35, tofauti ni miaka 20. Kwa maoni yangu binafsi, kulingana na tafiti zangu na uzoefu wangu, miaka 20 ni muda wa kutosha kabisa kufanikisha kufikia kujitegemea kifedha. Kama bado umetumia miaka 20 na haujafanikiwa kufikia uhuru wa kifedha, haimaanishi kwamba unaishi katika nchi sio sahihi. Hapana. Inawezekana kabisa tatizo si mazingira. Tatizo inawezekana ikawa ni mpango wako. Ukweli ni kwamba unaweza kuwa mtu mzuri, mwenye nia njema na mwenye bidii, lakini bado ukashindwa kufikia mafanikio kwa sababu tu ya mpango wako haukuwa sahihi. Mafanikio hayategemei wema wako peke yake. Mafanikio yanahitaji mwelekeo sahihi na mpango ulioandaliwa vizuri. Niligundua jambo hili nilipokuwa na umri wa miaka 25. Wakati huo nilikuwa sina pesa kabisa. Nilikuwa broke. Lakini pamoja na hiyo, nilikuwa ni mtu mzuri. Nilikuwa na tabia nzuri kiasi kwamba hata ukikutana na mimi kwa mara ya kwanza, ungependa kuwa rafiki yangu. Lakini tatizo lilikuwa utu wangu. Tatizo lilikuwa ni mpango wangu. Hadi kufikia wakati huo, hasa katika upande wa kifedha, haukuwa sahihi kabisa na ulikuwa haufanyi vizuri. Na matokeo yake, karibia muda wote nilikuwa ninajikuta sina pesa kabisa. Baada ya hapo, nilichukua hatua za kubadilisha mpango wangu. Ndani ya kipindi cha miaka 6 iliyofuata, nilianza kuona matokeo makubwa sana na hatimaye nikaja kufanikiwa kufikia kujitegemea kifedha, kufikia uhuru wa kifedha, financial independence. Kwa hiyo ninachokueleza si nadharia, ni uzoefu wangu halisi. Na ukweli ni kwamba inawezekana kabisa kufikia uhuru wa kifedha ndani ya muda uliokubalika, ikiwa tu utakuwa tayari kubadilisha mpango wako na kuchukua hatua sahihi. Lakini jambo la kwanza la kufanya ni hili hapa. Lazima uwe na falsafa sahihi. Falsafa ni uwezo wa kukusanya maarifa, kuyachambua na kutambua yapi yana thamani na yanafaa kuongoza maisha yako. Unahitaji kujenga falsafa yako ya maisha. Unahitaji kujenga falsafa yako ya afya, falsafa yako ya mahusiano ya familia na falsafa yako ya uchumi. Kwa sababu ukijenga falsafa sahihi, ndio itakayokuongoza kufanya maamuzi sahihi na hatimaye itakuwezesha kufanikisha ndoto zako kwa muda mfupi. Kwa ufupi, unachohitaji si juhudi tu, unahitaji falsafa sahihi. Sasa ngoja nikurahisishie baadhi ya falsafa muhimu unazopaswa kuzizingatia. Kuna falsafa ya maskini ambayo inasema hivi: wao wakipata pesa huwa wanatumia kwanza, kisha huwa wanawekeza kile kilichobakia. Lakini falsafa ya matajiri ni tofauti kabisa. Wao huwekeza kwanza, kisha hutumia kile kinachobaki. Hapa ndipo siri ilipo. Tatizo si kiasi cha pesa unachopata. Tatizo ni falsafa unayotumia kuitumia pesa hiyo. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha maisha yako ya kifedha, anza kwanza kwa kubadilisha mtazamo wako. Anza kwanza kwa kubadilisha falsafa yako. Wekeza kwanza, kisha tumia kilichobaki. Nina formula rahisi sana ambayo ninaweza kukushirikisha. Kwanza, anza kuwekeza mapema. Hata kama ni kiwango kidogo, anza kuwekeza mapema. Watu wengi wanaelewa sana umuhimu wa kuwekeza,
lakini huwa wanachelewa kuchukua hatua. Mtazamo sahihi ni huu hapa: anza mapema na usisubiri. Usingoje hadi ufikie umri wa miaka 30 ndipo uanze kufikiria kuhusu uwekezaji. Huku tayari ukiwa unakabiliwa na changamoto za kifedha, haitokuwa rahisi kufanikiwa. Kwa maneno mengine, usisubiri hadi uwe na hali mbaya ya kifedha ndipo uanze kuchukua hatua. Anza sasa, anza na kidogo, lakini anza mapema. Kuanza mapema na kufanya maamuzi sahihi ya kifedha ni jambo muhimu sana katika safari ya kujenga utajiri na kufikia uhuru wa kifedha. Kwa hiyo usisubiri, anza mapema, kwa sababu kuanza mapema siku zote huwa ni bora zaidi. Don't spend it all. They'll say, why not? It's my dollar. I earned it. You say, I know you earned it, but don't spend it all.